Ni aje mshikaji wangu wa Talent Media, karibu sana bana. Ni taarifa ambayo kama umekuwa umepita kwenye mitandao ya kijamii siku ya jana, kupitia kwenye ukurasa wake rasmi, Majizo aliweza kusema kwamba ataweza kuzungumza na taifa, na wengi walikuwa wanasubiri ni kitu gani ambacho ataweza kukizungumza. Hope mimi nilitumaini kusikia chochote kuhusiana na zile taarifa za kwamba huenda kama mziki wetu umeshuka sasa hivi kutokana na mbanga ambazo ziliweza kutokea hapo nyuma. Sasa all in all, Majizo ameweza kuzungumza na alisema rasmi saa 2 ya leo ataweza kuzungumza na taifa, na hii ni moja kati ya kitu ambacho wengi tulikuwa tunasubiri sana. Sasa baada ya kusikiliza speech yake, nimeona tushare machache kati ya yale mengi ambayo aliweza kuyazungumza. Majizo kwenye speech yake ameweza kuzungumzia juu ya sakata la baadhi ya wadau kusema kwamba hakuna haja ya kusapoti muziki wa Tanzania. Na kama umefuatilia hivi karibuni, tumeona wasanii wamekuwa hawajaachia nyimbo sana. Tukirudi pale kwa Diamond Platnumz, ni moja kati ya watu ambao kabla ya mbanga fulani hivi hapo nyuma kutokea, liweza kuachia kazi zake 3 kama sio 2 ambazo zilienda sana. Nani Msumari au sio? Ni moja kati ya kazi ambazo bado still zinaendelea kuishi kwenye upande wake hadi hivi sasa. Lakini tofauti na hapo, Alikiba pia aliweza kutuachia kazi yake ya Sela, na wasanii wengi tu kabisa, Mvua, Mario na wengineo wengi sana, si ndio? Sasa Majizo ameweza kugusia sakata la watu ambao wamedai kwamba muziki wa Tanzania usiweze kusapotiwa kwa namna moja ama nyingine. Yeye akisema kwamba unaposema kwamba muziki wa Tanzania usisapotiwe ni kwamba unataka kuua vipaji vya watu wengi. Amemtaja Mr. Tu Sugu, amemtaja P-Funk Majani, lakini ho pia amemtaja wasanii kama Sholomwamba, Miso Misondo kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwa huko hatukuwafahamu, lakini baadaye muziki umeweza kuwatambulisha kwenye jamii. Sasa ni siku nyime utamu sana. Haya ni yale machache ya msingi sana kati ya yale mengi ambayo aliweza kuyazungumza Jizo Boy ama Majizo. So hebu msikilize, alafu achia comment upande wa comment hapo chini. Hii ni kauli ngumu na ni nzito sana, kwa sababu ninaamini wote tunajua muziki wa Tanzania umeajiri vijana wengi sana wa kimaskini. Ni kundi kubwa sana ambalo linanufaika na muziki wa Tanzania. Kwa hiyo tukisema tusisapoti muziki wa Tanzania, ni kwamba tunasema tusisapoti vijana wa Tanzania, ambao kimsingi sidhani kama ni njia sahihi ya kusolve matatizo. Tuamini tu kwamba hawa ni wasanii na muziki ni bidhaa yao. Ni kama machinga ambaye anaenda Kariakoo kununua viatu, akaenda kuvitembeza barabarani, akamuzia mtu yoyote bila kujali itikadi yake ya chama au dini. Ndivyo tuangalie katika lengo ya upande wa wasanii pia. Msanii anaenda studio, anaunganisha maneno yake, atengeze bidhaa ya muziki na ataiuza bila kujali anayenunua ana itikadi gani ya chama. Lakini hapa katikati kumekuwa na movement, na kimsingi movement kama tumeanza kuipractice, ambayo kimsingi naogopa sana, na naomba nifungue mjadala kwa washikadau na wenzangu wote ambao tumepambana kujenga hii tasnia au kiwanda cha muziki. Tulikijenga kwa sababu kutengeza ajira watu wengi sana, na tumefanikiwa kujenga vijana wengi sana kwenye muziki. Leo tunapoifunga, manake tunawafunga hawa vijana ambao tayari ni maskini wenzetu, watoto wa mtaani wenzetu, wamepiga hatua, wamefika mbele, leo tunawarudisha nyuma. Hiyo sio shida. Shida ni kwamba tumefunga vijana wengine wapya ambao wenyewe pia wanaitafuta nafasi ya kufika hapo juu. Nina hakika hata wakati tunafanya hizo movement kutoka kule mtaani, tunaamini kabisa kwamba tunajiumiza wenyewe, kwa sababu turudi nyuma tumwangalie msanii kama Miso Misondo 3 years back alikuwa wapi? Inawezekana alikuwa kama wewe ambao sasa hivi unakaa kwenye page yako na kucomment kwamba muziki tusisupport. Maana yake tunamrudisha kule alikotoka, na hatujui akienda huko atafanya nini tena. Tumwangalie Sholomwamba kabla ya platform ya muziki au kiwanda cha muziki kumpa nafasi, alikuwa anafanya nini? Tunaposema tunafunga, maana yake tunamlazimisha Sholomwamba harudi kule nyuma. Hatujui atafanya nini akisharudi huko nyuma. Lakini effect nyingine kubwa ambayo tuiangalie kwa kina, unaposema msanii hata akiweka muziki wake kwenye platform tusisupport,
madhara yako mengi. Msanii ataacha. Kwa mfano kama utaangalia, utafuatilia kwa makini sana, tangu movement zimeanza, wasanii wameacha kuproduce muziki kwa kiasi kikubwa sana. Hata kama wanayo muziki yao wamekaa nayo ndani, kwa sababu vitisho vimekuwa vingi na wenyewe hawajui hata wanakuja vipi. Lakini madhara yaliyopo sasa hivi, hiyo video ambayo wewe unasema hutoisupport, sio kama hautomsupport huyo msanii, hautosupport vijana. Hiyo video moja wanaoshiriki kuitengeneza ni zaidi ya vijana 300. Kuna cameraman, mtoto wa Uswahili huko Mbagala wanatoka, wengine wako Temeke, wengine wako Kilala. Kuna photographer, kuna lighting, kuna watu wa sound, kuna madancers, kuna watu wa makeups na kuna watu wa location. Kuna timu kubwa sana inashiriki kutoa video moja. Unaposema hii video tusiipe nafasi, maana yake hao vijana wote tumeua njaa. Na kwa bahati mbaya sasa, kama tutakumbuka vizuri, wasanii ilifika point kwa siku zinatoka video 3, 4 au 5. Sasa unaweza ukapiga hesabu mwenyewe, ni vijana 500 mara 3 kwa siku, mara siku 30. Hizo ni ajira za watu wangapi tumeziua kwa sababu ya itikadi ya kisiasa. Nataka nimtaje ndugu yangu hapa, Sugu. Sugu, wewe ni kakaangu na najua kabisa una effort kubwa sana. Asilimia kubwa ya maisha yako ni muziki. Muziki umekupa nafasi uliopo, na kwanza kabla kukupa nafasi umeupigania sana. Yaani iko wazi kabisa katika waasisi ambao wamepambana sana kujenga muziki wa Tanzania, Sugu huko hapo mbele. Sugu, muziki ulikupa jina na mwenyewe umekiri kusema kabisa kwenye nyimbo zako, muziki umekupa jina, umekupa hela, umekupa na mademu kwenye nyimbo zako mwenyewe. Lakini pia muziki umekupeleka bungeni kwa sababu uliupigania, ukafika sehemu ukaweza kukutengeneza na wewe ukawa mbunge, ukawa mwanasiasa. Why nakutaja? Kwa sababu hata sasa hivi una movement unazifanya. Kuna tamasha unaliandaa kila baada ya miezi 3, Bongo Flava Honors. Mimi nikiwa kama mdhamini wako namba 1, ulinifuata na ukaniambia the reason why unafanya hiyo ni kwa sababu unaona kuna wakongwe ambao waliweka effort kubwa sana kwenye muziki na hawana platform. Unatengeza platform ili kuendeleza kukuza muziki wa Tanzania. Na nakili hapa mbele za watu, Sugu, hiyo event haikupi hata shilingi. Mimi najua. Mimi nakupa matangazo, nakupa stage, nakupa sound, sometimes hata hela. Lakini kuna wakati naona kabisa unatoa hela yako nyingine mfukoni kuhakikisha hiyo kitu inafanyika. Why? Ni kwa sababu unaendelea kujenga muziki. Ni kwa sababu unaendelea kutoa platform ya muziki. Vijana wengine wahamasike, waingie kwenye kiwanda cha muziki, iwe ni ajira yao. Sasa leo kwa nini nakutaja hapo? Kwa sababu unajua kinachoendelea, unakijua. Haupaswi kukaa kimya. Natamani baada ya kuona clip hii, Sugu, fanya kitu. Na wengine na washikadau wengine, fanyeni kitu. Tusikubali kabisa kuua muziki wa Tanzania ambao umejengwa kwa effort kubwa sana. Zimetumika hela za watu, zimetumika nguvu, zimetumika muda, na kuna watu wengine wamepoteza maisha katika harakati ya kujenga muziki. Wapo. Kuna wasanii ambao wamepata ajali wakiwa katika movement ya safari ya kwenda kwenye muziki huu ambao tunataka kuua sasa hivi. Master J, kama ikiwapendeza, tutafute njia nyingine ya kuadhibu mtu ambaye unamuona yuko tofauti na itikadi zako. Kwangu mimi, nikisema nizungumzie upande wa wasanii, naona ni msanii ambaye ameadhibiwa kwa kosa la kujitafutia riziki. Tuheshimu muziki, ubaki kuwa muziki, tuweke itikadi zetu pembeni, tuhakikishe muziki unasimama kama muziki, tuhakikishe wasanii wetu wanafanya kazi kama wasanii, wawe free, wawe huru, wachague chama chao, tusiwapangie. Kuna wakati naamini wadogo zangu wanakosea, wanateleza. Tukiri kabisa kuna wakati wana maneno ya kukera kidogo, na kuna wakati wanapitiliza. Naamini kibinadamu ni vizuri kukiri. Mimi kama kaka, kama mshikadau wa sanaa, nawaombea radhi kwa niaba yao ili kiwanda kiendelee kusonga mbele. Adhabu tutakayotoa ina madhara mengi makubwa, ndio maana natoka mbele yenu kuwaomba radhi kwa yale maneno kadhaa ambayo yalitoka, ambayo yaliwakera. At the same time,
bado kuna watu wengine tumewanyima nafasi kwenye production kama nilivyoongelea huko awali. Mtu kama Diamond, ndio inawezekana ametukera au anatukera, lakini Diamond ni kweli tunataka tumuue kabisa asiwepo katika industry? Tujiulize, ni kweli tunataka tumuue Diamond? Diamond ambaye ametusaidia kumleta mtoto wa Uswahilini Konde, Diamond ambaye amemleta Rayvanny, Diamond amemleta Zuchu, Diamond amemleta Lavalava. Hao wote ni watoto wa Kiswahili maskini wenzake, amewashika mkono kuwaleta juu. Diamond huyu mwenye media house ambaye ameajiri vijana pale zaidi ya 500. Kwa hiyo naomba radhi kwa yale machache ambayo yanawakera, ili kiwanda kiendelee. Kiwanda kiendelee kuzalisha, kiwanda kiendelee kutoa nafasi kwa vijana walio wengi.